Asante, napenda kuwatakia mchana mwema kwa marafiki zangu, lakini pia kama uko pamoja nami kwa wakati huu nikutakia mchana mwema pia. Lakini kwa siku ya leo nimekuja nikitaka kuzungumzia baadhi ya vitu vichache sana ambavyo vinatukabili sisi kama vijana na ambavyo ni faida pia kwa sisi kama vijana. Kwa siku ya leo nimekuja kuzungumzia vitu kama vifuatavyo. Vijana wengi wanapenda sana kufuatilia na kucomment na kulike vitu ambavyo sio vya msingi sana sana, na almost vitu vya muhimu ni mara chache sana ambavyo wanavichukulia kwa uzito katika, hata sana sana katika shughuli za kimtandaoni, matangazo ya mtandaoni, elimu ya mtandaoni. Ni ngumu sana kijana kucomment au kulike kitu ambacho ni cha muhimu, kwa sababu akili nyingi imeshatekwa na kufocus katika maovu. Lakini kitu ambacho nataka nije nizungumze leo ni kwamba kwamba tunasema kwamba vitu muhimu mara nyingi huleta matokeo ambayo ni positive, matokeo ambayo ni chanya hasa hasa. So vijana wengi wanapenda matokeo ya haraka, so na vitu vingi vya muhimu tafasiri yake huwa vinachukua muda. So tunasema kwa mfano kusoma, kujisomea, kuwekeza, kujifunza ujuzi mbalimbali inachukua muda kwa kijana ili aweze kufikia mambo kama hayo. Tafasiri yake mfano kama sasa hivi tuna mara nyingi nafundisha ujasiriamali kwa wanachuo na watu mbalimbali ambao wanaweza kunitazama kupitia channel yangu ya YouTube, lakini wengi wanao like ni wachache, kwa sababu vitu vya muhimu vingi yoga vijana hawavipendi, automatically vinaona kama vinawapotezea muda. Lakini mfano kama mambo ya kufanya biashara, kusoma, kuwekeza vinahitaji muda, ndio maana vijana hawavichukulii sana, kwa maana wanataka kusuccess mapema. Lakini tunasema kwamba ushawishi wa mitandaoni, wanajamii wengi wamejikita katika kutumia simu na teknolojia mbalimbali, lakini vishawishi hivi sana sana vimeelekea katika maisha ya anasa, pesa za haraka pamoja na starehe, kuna kubeti, kufanyaje. Tafasiri yake vijana wengi wana focus kwenye hivyo vitu kwa sababu ni vinachukua muda kidogo, yani muda wa haraka sana, tofauti na vitu ambavyo kila siku tunavizungumza kuhusu uwekezaji, ujasiriamali. Kama ni kusoma unajisomea kwa bidii. Tafasiri yake ni kwamba anaona kuliko kutumia muda mrefu sana kusikiliza speech kama hizo ambazo anazitoa zinaweza kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anaona kama anapoteza muda. It is better kwenda kufocus kwenye vitu ambavyo vinamchukulia muda mfupi kuweza kufika na kwenda, na mara nyingi sana sana vinaleta negative impacts kwenye maisha yake kama kijana. Lakini pia kitu kingine, ukosefu wa elimu ya maisha, life educations, ambapo kila siku naisema social educations, kwamba vijana wengi wanakosa elimu ya maisha kutoka kwa wazazi wao au jamii iliyowazunguka. Hichi kitu kinawapelekea wanashindwa kufocus kwenye vitu ambavyo ni vya muhimu na kufocus kwenye vitu ambavyo si vya muhimu. So amua sasa leo kwamba unafanyaje. Asante.